Napenda pia kuwafahamisha kwamba serikali inaendelea kuboresha maeneo ya mizani nchini kwa kujenga mizani za kisasa. Katika mkoa wetu wa Arusha tumeweza kujenga mizani ya kisasa ambayo itakuwa inapima magari yakiwa kwenye mwendo, kwa Kiingereza wanaita weight in motion. Na mizani hii imejengwa eneo la Namanga katika wilaya ya Longido, mkoa wa Arusha. Mizani hii tunategemea itakamilika mwezi wa 12 mwaka 2021 na itaanza kufanya kazi rasmi. Kwa kuwa na mizani hii itapunguza msongamano mkubwa wa magari katika mpaka wa Tanzania na Kenya. Ndugu mgeni rasmi, mafunzo haya ni mwendelezo wa mafunzo ambayo yanafanyika katika mikoa mbalimbali, lakini pia yanafanyika kwa miaka mbalimbali. Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi iliweza kufanya mafunzo haya pia mwaka 2018, lakini pia iendelea kufanya mwaka 2019 kabla ya kuanza kutumika rasmi kwa sheria ya Afrika Mashariki ambayo ilianza kutumika Machi 2019. Ndugu mgeni rasmi, kupitia mafunzo haya washiriki watapata muda wa kufanya majadiliano juu ya sheria hii, lakini pia watapata muda wa kuuliza maswali na pia watapata muda wa kutoa changamoto zao na pia maoni ambayo yanaweza yakatumika aidha kuboresha kanuni hizi, lakini pia itakuwa ni sehemu ya kusambaza elimu hii kwa Watanzania wote, kwa sababu tunaamini bila kuwa na barabara nzuri hatuwezi kuwa na nchi ya viwanda. Napenda kuwakumbusha kuwa miundombinu ya barabara na madaraja ni nyenzo muhimu sana kwa maendeleo ya taifa lolote lile duniani. Hivyo kwa taifa letu la Tanzania chini ya uongozi wa rais wetu mpendwa Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, tutaendelea kuwekeza katika ujenzi wa uimarishaji wa barabara zote, barabara kuu, barabara za mikoa, za mijini na vijijini, ili kurahisisha kazi ya maendeleo ya taifa letu. Ni jukumu la kila Mtanzania kulinda na kusimamia matumizi bora na sahihi ya barabara zetu kwa maendeleo ya taifa letu. Kwa minajili hiyo, mkutano huu ni muhimu sana na ni mojawapo ya majukumu yanayoendelezwa na wakala wa barabara hapa nchini kwa lengo kuu la kutoa elimu kwa wasafirishaji na wadau wa usafirishaji kuhusu sheria ya udhibiti uzito wa magari ya Afrika Mashariki ya mwaka 2016 na kanuni zake mwaka 2018. Napenda kuwafahamisha kuwa sheria hii ambayo leo tutapewa elimu yake kwa kina ndio sheria inayotumika katika uendeshaji wa mizani zote ambazo ziko chini ya usimamizi wa wakala wa barabara Tanzania. Aidha, ifahamike kwamba ni majukumu ya wakala wa barabara kutoa elimu kwa umma na wadau wa sekta ya usafirishaji, na inapendekeza jambo hili liwe endelevu. Elimu hii inapaswa kutolewa kwa namna mbalimbali kama hivi kupitia mkutano huu na pia kupitia vituo vya mizani kila wakati. Hivyo watendaji wote na watumishi wote wa wakala wa barabara waliopo katika vituo vya mizani wajengewe uwezo wa kutoa elimu hii katika maeneo ya kazi kila wakati na inapobidi. Kwa majina yangu naitwa Jafet Kivuyo, ni mhandisi na kaimu meneja wa shughuli za mizani TANROADS. Tunafanya shughuli ya udhibiti uzito ili kuhakikisha kwamba barabara zetu tunazojenga kwa hela nyingi zinaweza kutunzwa ili kudumu kwa muda uliokusudiwa. Na tunafanya zoezi hili katika mikoa mingi ili kujenga uelewa kwa pamoja juu ya hizi, kwa nini tunafanya udhibiti uzito, kwa sababu kila siku sekta ya usafirishaji inakuwa. Wasafirishaji tuliofundisha mwaka 2018 wengine wameanzisha kwa makampuni mengine yashafungwa. Kwa hiyo kwa sababu ni dynamic sector, tumeona kwamba ni vyema tuweze basi kutoa elimu kwa jinsi muda unavyoenda, lakini pia kwa watumishi wetu nao wanaajiriwa wengine wapya. Kwa hiyo tunaona muhimu kuhuisha hii elimu.
Labda moja kati ya elimu ambazo labda watu wangependa kufahamu, hasa ile changamoto ya mzani mmoja kutoa majibu tofauti na mzani mwingine ambao umekuwa ikilalamikiwa na madereva, hiyo inaweza ikawaje kwa faida ya watazamaji? Asante sana. Ni hili swali tumeendelea kwa tunajibu mara nyingi, na nashukuru kwa kupata fursa hii niweze kutoa maelezo vizuri. Moja ni kwamba gari linaweza kupimwa katika kituo kimoja na kukutwa liko sawa na halijazidi, lakini unapochukua safari moja mzigo unaweza kuhama kutoka kwenye kundi moja la Excel kwenda kwenye kundi lingine, na likihama zaidi ya ile 5% ambayo tumewapa wasafirishaji, then huo mzigo unakuwa umeshazidi uzito. Hiyo ni hatua moja. Lakini ya pili, hakuna kinachomnyima msafirishaji kuongeza mzigo kati ya kituo kimoja kwenda kituo kingine. Kwa hiyo ukiongeza mzigo, maana yake mzigo tofauti ya vipimo kwa mzani wa kwanza na wa pili zitatofautiana. Lakini cha tatu, tunashuhudia wote wenyewe wanasafiri, mnaenda mnaambiwa faulisho kutoka kwenye magari madogo madogo kama ni mabasi, baada ya kituo cha mzani mnarudishwa mle ndani. Sasa haya yote ni vitu ambavyo vinachangia kwa swala la udanganyifu, na mwisho wa siku gari inaweza kazidi kwa pale ambapo kuna tight strict actions, kama tunaomba kwamba hakuna kushusha, una control. Ukishanyua maana mzani unaofuata utazidi. Kwa hiyo ni eneo moja hapo, lakini kingine pia kuna matumizi ya hizi air suspension. Hizi ni suspension ambazo au booster zinasema kwamba akitumia vibaya dereva wakati wa upimaji, unaweza kukuta anahamisha mzigo kutoka kwenye kundi moja la Excel kwenda kwenye kundi la pili. Kwa hiyo hilo ni eneo ambalo sehemu kubwa inachangia katika uharibifu. Labda niongezee tu kwamba pengine watu wengi wangeweza kusema kwamba mizani zenu ndio mbovu. Labda niwaambie Watanzania wote kabisa kwamba TANROADS inafuata sheria ya Afrika Mashariki ambayo inatuelekeza kufanya udhibiti uhakiki wa mizani mara 4 kwa mwaka. Sasa kama tufanya mara 4 kwa mwaka, sheria ya Tanzania ya mizani zote inakaribishwa mara 1 kwa mwaka. Sisi tunafanya mara 4. Kwa hiyo tunajihakiki zaidi na zaidi na zaidi. Kwa hiyo sisi tumejiondolea ile eneo la uharibifu. Tumeacha hizo factors zingine za kuhama kwa mzigo na vitu kama hivyo. Katika mafunzo ya leo ni mambo gani makuu ambayo mnaenda kuyagusia kwa watu na yamehusisha watu gani? Mafunzo ya leo yanahusisha wadau wa usafirishaji. Tuna madereva, wamiliki, tuna watumishi wa mizani wako hapa, kuna wenye wakandarasi. Mkumbuke kwamba kuna mambo ya kutoa vipali vya maalum ambayo yote hayo mwisho wa siku yana affect usafirishaji. Jina naitwa Mhandisi Leonard Sauko kutoka Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, sekta ya ujenzi, msimamizi wa mizani. Sasa kwanza nirekebishe hilo neno mpya. Sheria hii sio mpya kwa sababu imeshaanza kutumika toka 2019 Machi. Kwa hiyo vitu ambavyo vimebadilika ni vichache tu kutoka kwenye ile sheria yetu ya zamani, ambapo sasa hivi kuanzia Machi 2019 tulianza kutumia, mfano urefu wa semi trailer ulibadilika ukawa mita 17.4 kutoka 17 kamili. Sasa na charges zimebadilika. Zamani tulikuwa tuna charge Excel au GVM, hatuwezi kuchaji vyote. Lakini kwa sasa hivi kutokana na sheria hii kwamba Excel au mitaimbo ikizidishwa uzito yenyewe ndio inaharibu barabara kawaida, yani ile pavement layer. Lakini ukija kwenye GVM yenyewe inaharibu madaraja. Kwa sasa tukaona ukizidisha kwenye Excel afu na GVM bado umezidi, hatuwezi kuchaji sehemu moja kwa sababu vitu vyote vinaharibu barabara. Kwa hiyo vinajumlishwa sasa. Kama umezidisha Excel na GVM, basi zote zitajumlishwa zile charges na utachajiwa. Na kila group la Excel, yani mfano Excel ya mbele ina charges zake tofauti na Excel za katikati na za nyuma na GVM kwa ujumla. Kwa hiyo hayo ndo baadhi ya mambo mapya ambayo yalianza 2019 na sasa hivi wameshaelewa. Na baadhi ya vitu tu tunakuja kueleweshana na kukumbushana kwa sababu tunazirudia kuielekeza, kuitoa semina ya hii sheria kwa sababu hapa kati ya 2019 mpaka 2021 wapo watu wapya walioanzisha makampuni na walikuwa hawajajifunza hii sheria. Kwa hiyo hizi tunaporudia kutoa hii mafunzo ni kwa ajili
ya kuwapata watu wote na kukumbushana baadhi ya mambo. Hii forum imekuja wakati mwafaka ya wadau wa barabarani kukutana na kuzungumzia umuhimu wa kupima magari yanapotembea barabarani. Kwanza tukumbuke kwamba hizi barabara ni eneo muhimu sana katika swala zima la kujenga nchi kiuchumi, lakini pia ni swala ambalo linagusa jamii moja kwa moja, kwa sababu jamii haiwezi kujiisolate na matumizi ya barabara. Na tunatambua kwamba barabara hizi hususan barabara za lami, serikali inatumia fedha nyingi sana katika kuzijenga. Sasa kila mwananchi ana jukumu la kuzitunza kwa kadri iwezekanavyo, ili sasa ziwe na muda mrefu katika matumizi yake. Sasa gari inapozidi uzito katika inapotumia barabara hizi, kunatokea uharibifu mkubwa sana wa barabara ambao unagharimu serikali fedha nyingi katika ukarabati wa barabara hizo. Kwa hiyo niseme tu kwamba forum hii imefika wakati mwafaka ya kujengeana uwezo, kwa sababu sekta ya usafiri imecontain watu wengi, lakini kikubwa ni wasafirishaji ambao ndio wanahusika kabisa na usafirishaji wa mizigo hiyo, na wakitambua umuhimu wa kupima magari badala ya kufanya ujanja tu kwa madereva na kadhalika, lakini pia na udhibiti wa madereva, kwa sababu inawezekana kabisa mmiliki gari lake likatoka mahali lilikuwa na mzigo sawa, lakini dereva akafanya ujanja akazilisha mzigo katikati ya safari, alafu inatokea uharibifu wa barabara. Kwa hiyo wajue athari za uharibifu wa barabara kwamba zina cost serikali fedha nyingi, lakini pia zinagusa jamii moja kwa moja. Sawa.